uliopita mjini Mashhad karibu na eneo la mazishi ya kiongozi wa Iran Ali Khamenei, watu wawili waliuawa kwa risasi. Habari hii ilianza na Sabrin News inahusishwa na kundi la IRGC ikisema kwamba watu wawili wa Basel waliuawa na watu wasiojulikana waliovaa mavazi ya kijeshi na bunduki za mikono kwenye Foucault Boulevard. Risasi pia zilisikika karibu na Imam Raz Shrine. Washambuliaji hao walidaiwa kutoroka. Tukio hili limetokea katika muktadha wa mazishi ya kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ambaye alifariki miezi kadhaa iliyopita baada ya mashambulizi yaliyohusishwa na Marekani pamoja na Israel. Mazishi yake yalikuwa yakifanyika katika mji wa Mashhad, hasa karibu na eneo takatifu la Imam Reza Shrine ambalo ni moja ya maeneo muhimu zaidi kwa Waislamu wa Kishia. Eneo hilo lilikuwa na ulinzi mkali sana, lilihusisha askari wa chama na Basjid ambao ni kundi la wanamgambo wa kujitolea linalohusishwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi, yani IRGC. Jana usiku Julai 9, karibu saa 10 jioni saa za Iran, kulitokea tukio la risasi katika eneo la Foucault Boulevard huko Mashhad. Kulingana na ripoti ya awali kutokana na Sabrin News, hili ni shirika la habari linalohusishwa moja kwa moja na IRGC. Watu wawili wasiojulikana walivalia mavazi ya kijeshi walifika eneo hilo na kufungua risasi za bunduki za mikono dhidi ya wanachama wa Basjid waliohusika na ulinzi. Mmoja wa Basjid aliuawa papo hapo katika tukio hilo na mwingine alijeruhiwa vibaya na baadaye alifariki hospitalini. Washambuliaji hao wawili walitoroka mara baada ya tukio na risasi pia zilisikika karibu na eneo la Imam Reza Shrine. Habari hii imeenea sana baada ya Sabrin News kuichapisha. Shirika la habari la Iran International ambalo mara nyingi hutoa habari za kupinga serikali ya Iran lilichukua na kuifanyia ienezwe sana kupitia mitandao ya kijamii na tovuti yao. Walieneza kuwa hii ilikuwa ni shambulio linalolenga walinzi wa Basjid wakati wa shughuli muhimu ya mazishi. Serikali ya Iran ilijibu haraka. Maafisa mkoa wa Khorasan Ravaz, ikiwa ni pamoja na naibu gavana wa masuala ya usalama, walithibitisha kwamba kulikuwa na tukio la risasi na watu wawili waliuawa. Hata hivyo, walisisitiza kuwa kulikuwa na mzozo binafsi tu na sio shambulio la kigaidi au lililopangwa. Walikanusha kuwa halikutokea moja kwa moja karibu na Shrine au katika msafara wa mazishi, na walisema tukio hilo lilikuwa eneo la Sarafrazan ambalo ni mbali kidogo na eneo hilo la mazishi. Shirika lingine la habari la Iran Far News ambalo pia linahusishwa na IRGC lilikwenda mbali zaidi na kukanusha kabisa taarifa hiyo. Waliita habari hiyo kuwa ni uvumi wa uasi ulioenezwa na wapinzani wa serikali, na walisema uchunguzi wa usalama unaonyesha kwamba hakuna tukio lisilo la kawaida karibu na shrine au njia ya mazishi. Hadi sasa hakuna kundi lolote limechukua jukumu la shambulio hilo la ulinzi, na ulinzi umeimarishwa zaidi katika eneo hilo na operesheni ya kutafuta washambuliaji inaendelea mpaka sasa. Taarifa hii inaonyesha mgawanyiko wa kawaida katika habari za Iran. Vyombo vinavyohusishwa na upinzani vinapanua madai ya shambulio wakati serikali inajaribu kupunguza na kuita mzozo wa kawaida ili kuepuka kuonyesha udhaifu wa ulinzi wakati wa mazishi muhimu ya kiongozi wao.